Marekani, lakini sasa dunia inaambiwa ivute subira kwanza. Je, kinachoendelea kufanywa na Marekani na Iran kiaminike ama la? Mimi ni Raymond Nyamwihula, karibu sana katika mjadala huu wa diplomasia na siasa za kimataifa, tukiangalia mambo mbalimbali yanayoendelea kujiri duniani, hususan hili la sasa ambalo limeteka vichwa mbalimbali vya habari juu ya mzozo wa Mashariki ya Kati, hususan katika eneo la Iran. Na katika kulijadili hili tunaye Comrade Mbwana Liamtu, yeye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa ambaye anaungana nasi kutoka kule Marangu mkoani Kilimanjaro. Bila shaka unatupata Mbwana, karibu sana katika mjadala huu. Siku nyingi sana hatujakutana kwenye jukwaa hili. Nakupata vizuri ndugu Raymond, nashukuru sana kualikwa, na ni kweli na siku nyingi sana hatujakuwa pamoja katika mijadala. Asante sana. Pengine tumfahamishe mtazamaji, haya makubaliano kati ya Iran na Marekani yanatajwa kuwa ni ya vipengele 14. Pengine kabla tujaenda kuangalia machache yaliyomo ndani ya vipengele hivyo, hatua hii ya awali ya Marekani na Iran kufikia hatua ya kusaini makubaliano ina maana gani kiuchambuzi? Ina maana pana sana, ina maana pana kwa sababu mgogoro wenyewe ulikuwa ni mgogoro wa kikanda na ulikuwa umeshafikia kwenye hatua ya kuwa mgogoro wa dunia, kwa sababu kwa namna moja au nyingine dunia pia iliweza kupata machungu kutokana na kuwepo na mtikisiko wa kiuchumi, lakini pia kuwepo na swala la mgogoro wa mafuta, wanaita energy crisis. Sasa kwa mantiki hiyo unaweza ukaona uzito wa mgogoro wenyewe, kwa maana kwanza kikanda, kwa maana ya maeneo ya Mashariki ya Kati, lakini pili kwa dunia nzima. Na kwa sura hiyo mgogoro huu unapata nafasi ya pekee kabisa kuonekana kwamba ni mgogoro muhimu ambao hatua yake yoyote ile, aidha iwe ni hatua ya kusonga katika kupatikana kwa amani, itakuwa ni hatua pia ya utulivu wa kisiasa na utulivu wa kiuchumi duniani. Lakini kama mgogoro manake utaendelea, manake kutakuwepo na wasiwasi pia wa hali ya kuendelea kupanda kwa bei ya mafuta ulimwenguni, lakini pia kutokuwepo kwa utulivu katika masoko ya hisa, na moja kwa moja kusababisha kuwepo kwa mtikisiko wa kiuchumi. Kwa hiyo ni mgogoro muhimu. Kwa hiyo hichi ambacho kimefikiwa kwa awali kabisa, kwa maana ya mkataba wa awali kabisa wa Islamabad Memorandum of Understanding, maana yake ni kwamba kinafungua angalau sasa matumaini ya kupatikana kwa amani na utulivu katika eneo ambalo kwa kweli kwa ndani ya hizi siku 109 zimesababisha kuwepo kwa mtikisiko mkubwa sana na hofu kubwa sana ya dunia, hasa kwenye usalama. Sawa Mbwana, na katika nukta hiyo pengine tumsaidie anayefuatilia mjadala huu, ni mambo gani ambayo umeshadadisi yanaonekana yanajitokeza, yanasisitizwa katika vipengele hivyo 14 kati ya Marekani na Iran? Vipengele 14, mojawapo kwanza ni kutangaza kusitishwa kwa mapigano yanayoendelea kwa pande zote, kwa maana kwamba Iran isitishe mapigano kwa kufanya mashambulizi katika nchi ambazo ilikuwa ikishambulia nchi za Mashariki ya Kati, lakini pia Marekani nayo pia isitishe mapigano kwa kuishambulia Iran na maeneo ambayo yana ukaribu na Iran, maeneo ambayo kwenye visiwa vya Iran, lakini maeneo muhimu ambao ni washawishi au watu wa muhimu sana kwenye jeshi la Iran, lakini pia kwenye nchi ya Iran, maeneo kama Yemen, Iraq, hasa kwenye vikundi vile vya Kitabu Hizbullah ambao ni vikundi vinavyoungwa mkono na jeshi la mapinduzi la Iran, ambapo Marekani pia alikuwa akifanya mashambulizi katika makambi yao kadhaa, na Israel pia kufanya mashambulizi katika maeneo kadhaa katika nchi ya Iraq. Lakini jambo la pili ilikuwa ni pande zote mbili ziheshimu mamlaka, kwa maana Marekani iheshimu mamlaka ya Iran na Iran iheshimu mamlaka ya Marekani, lakini pia Iran iheshimu mamlaka ya Israel, japo ambalo ni jambo gumu kidogo, kwa sababu mwaka 1980 aliyekuwa kiongozi wa kwanza wa mapinduzi ya Iran, Ayatollah Ruhollah Musavi Khomeini, alitangaza fatwa kupitia baraza la maulamaa kwamba taifa la Israel ni taifa batili na itakuwa ni kosa na ni haramu, kwa lugha ya Kiarabu ni haramu kwa Israel na Iran kuanzisha mahusiano ya kidiplomasia. Lakini ndani ya hii Memorandum of Understanding ilikuwa inawataka kwamba waheshimu tawala zote. Jambo la tatu ni kwamba Marekani ianzishe mazungumzo maalum ndani ya siku 60, mazungumzo ambayo yatapelekea sasa, ambayo itakuwa mazungumzo maalum kwa ajili ya kujadili swala la nyuklia.
sababu hilo ndio ajenda kubwa ya msingi ambayo toka mwanzo imekuwa ikileta mgogoro na imekuwa ndio iliyosababisha pia hata kuzuka kwa vita ya tarehe 28 Februari. Lakini jambo la tatu ni Marekani na Iran kwa pamoja zikubaliane katika swala la kufanya marekebisho, wanasema kuijenga upya Iran, na kutakuwepo na kifurushi cha fedha ambacho Marekani itakipeleka Iran. Wanasema ni takriban dola za Kimarekani bilioni 300 ambayo ni wastani karibu wa trilioni 800 za Tanzania, zipelekwe Iran kwa ajili ya ujenzi na kama fidia ya uharibifu ambao umefanyika Iran. Lakini pia eneo la mlango wa bahari la Hormuz lifunguliwe wazi, kusiwepo na tozo, na Marekani pia iondoe kizuizi ambacho ilikuwa imekiweka kwenye hilo eneo. Kwa hiyo hayo ni machache miongoni mwa vipengele 14 ambavyo viko ndani ya makubaliano hayo ya Islamabad. Sawa sawa bwana, na katika vipengele ambavyo umevigusa inaonekana baadhi vinaanza kutekelezwa, kwa sababu awali baada ya makamu wa rais wa Marekani JD Vance kuahirisha kwenda kule Uswizi, ikasemekana ni kwa sababu Israel imeendelea kuishambulia Lebanon, lakini kwa sababu wamekubaliana, na sasa tunasikia ujumbe mwingine wa Marekani unaenda kule Uswizi kukutana na wajumbe wa Iran, lakini tunaambiwa Marekani tayari ameshaondoa ule mzingiro wa kijeshi katika eneo la bandari za Iran, huku makubaliano mengine yakiendelea taratibu. Tuseme ni kwamba ile hali iliyokuwepo ya wasiwasi toka mwanzo na kipindi cha nyuma ya kutoaminiana imeisha, ama ni swala la kuvuta subira? Kwa Marekani uwezekano wa uhakika wa 60% mpaka 70% unaweza ukawepo, kwa sababu Trump ni transactional president, ni rais ambaye mara nyingi sana amekuwa akitazama maslahi. Rais ambayo ni transactional ni rais ambaye anakuwa akitazama maslahi hasa sana kwa maslahi ya taifa lake. Sasa na sababu za Marekani kuingia kwenye makubaliano haya, kwanza sababu kubwa mbili. Moja, hofu ya kuongezeka kwa mtikisiko wa kiuchumi kwa sababu ya kuwepo na ufinyu wa mafuta duniani, lakini pia kuongezeka kwa kuporomoka kwa hisa za masoko ya hisa ya duniani, hasa soko kubwa la New York ambalo ni soko kubwa la hisa duniani. Na jambo la pili ni kwenda kwenye uchaguzi wa midterm ambao unategemewa kufanyika mwishoni mwa mwaka huu Marekani. Kwa hiyo Trump ametazama hayo kwa maslahi mapana, kuona kwamba kama ataendelea na msimamo wake wa kuendelea kile kinachokifanya dhidi ya Iran, kuna hatihati kwanza ya kupoteza umaarufu, kushuka kwa umaarufu wake, lakini pili kupelekea chama chake cha Republican ikapoteza vitu vingi sana kwa sababu ya kuongezeka kwa gharama ya maisha nchini Marekani. Wenyewe wanaita groceries, kwamba gharama za bidhaa muhimu kama mikate, vinywaji, Marekani imekuwa ikiongezeka kwa sababu ya kuwepo kwa hofu ya kiuchumi ulimwenguni. Kwa hiyo Trump ameitazama hilo, ndio maana ameamua kulegeza msimamo na kubadilisha mwelekeo. Hilo jambo la kwanza muhimu. Lakini jambo la pili, tujue kwamba Iran sio tishio kwa nchi ya Marekani. Hakuna tishio lolote la kiusalama la Iran na Marekani. Kwa hiyo ni rahisi zaidi kwa Iran kuamua kubadilisha mwelekeo wa kisiasa, mwelekeo wa kiusalama na mwelekeo wa kivita kwenda kwenye mazungumzo ya kweli kuliko, hapa ndo nukta ya msingi, kuliko Israel. Sababu Israel yeye ndiyo mwenye tatizo na Iran, na hata Marekani kwenye hii vita ameingia kwa shinikizo kwa sababu ya Israel. Kwa hiyo msingi wake ni nini sasa? Msingi wake ni kwamba kwa Marekani uhakika wa kuwepo mazungumzo yenye uhakika ni 70%, lakini kwa Israel kwa kweli ni 20%, 10 mpaka 20%, kwa sababu malengo ya Israel hayajafikiwa. Hilo la kwanza katika vita hii. Lakini la pili, Marekani kuingia mkataba na Iran maana yake kwamba ni kumnyima ushindi Netanyahu, jambo ambalo nadhani kwa upande wa Netanyahu kwake hili ni moja ya jambo ambalo kwa kweli hatoliunga mkono, na tumeona wanasiasa wenye msimamo mikali sana wa chama cha Likud wameshatoa misimamo yao hadharani kwamba hawaungi mkono mazungumzo, na hata Marekani alilijua hilo. Ndio maana kwenye mazungumzo hakuihusisha Israeli, kwa sababu alijua kama Israeli itahusishwa maana yake mazungumzo yasingefikia mwafaka. Wakati unasema hayo mbwana, misimamo mingine inatazamwa katika kila upande. Mathalan, Iran imeonekana wakati wote imeshikilia msimamo wa kutaka mazungumzo haya yaendelee pale tu ambapo Lebanon hatashambuliwa. Kwa nini hii imekuwa ni karata yake muhimu?
Imekuwa ni karata muhimu kwa sababu Israel kwanza, Israel kuna washia wengi. Moja ya eneo ambalo lina washia wengi katika eneo la Mashariki ya Kati, ukitoa Bahrain pamoja na Iraq. Nchi nyingine ambayo ina washia wengi kwanza ni Lebanon. Hilo la kwanza, lakini la pili, Hizbullah ni kundi ambalo kwa miaka mingi toka mwaka 1980 lilianzishwa. Kwa miaka mingi sana limekuwa ni tawi muhimu sana la Iran katika kueneza sera zake za nje kupitia kikosi cha Quds, ambacho Quds ni kikosi maalum cha jeshi la mapinduzi la Iran ambalo linafadhili vikundi vyenye misimamo na falsafa sawa na vinavyoeneza itikadi na kupanua ushawishi wa Iran katika eneo la Mashariki ya Kati, hasa kuweza kuunda itikadi ya kishia katika maeneo ya Mashariki ya Kati. Kwa hiyo Hizbullah ni tawi muhimu sana la jeshi la mapinduzi la Iran. Hilo jambo la kwanza muhimu sana. Kwa hiyo kwa sababu hizo unaweza kuona wazi kwamba Iran na Israel wamekuwa na uadui wa muda mrefu toka mwaka 1979 baada ya mapinduzi ya Kiislamu yapofanyika Iran. Nchi ya Iran ilitambua Israel kama nchi adui, na imekuwa njia pekee ya kuifikia Israel kwa urahisi ni kutumia kikosi cha Hizbullah. Na Hizbullah maana yake ni kikundi ambacho kwa namna moja au nyingine kinasaidia upatikanaji wa kupenetrate au kupenyeza ushawishi wa kishia, ushawishi wa dola la Iran ndani ya Lebanon, lakini pia ndani ya Israel, hasa kwa Wapalestina ambao ni Hamas. Kwa hiyo Hamas wenyewe pia wanatumia njia za kiintelijensia kupata misaada ya kisilaha, misaada ya fedha kupitia Lebanon, hasa kupitia kwa Hizbullah. Kwa Hizbullah ni tawi muhimu sana katika ustawi wa siasa na falsafa na ushawishi wa Iran katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Kwa hiyo ndio maana anatumia nguvu kubwa kuilinda, anatumia nguvu kubwa sana kuhakikisha kwamba haiathiriki, kwa sababu pia anajua kwamba kudondoka kwa Hizbullah ni ushindi mkubwa sana kwa Israel. Shukrani sana Comrade Mbwana Ali ya Mtu, yeye ni mchambuzi wa siasa